Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa wema wako, fadhili zako, upendo wako Bwana, kutujalia kuiona siku ya leo. Ni neema ya ajabu. Baba, ninakushukuru. Asante kwa Roho wako Mtakatifu aliyetamalaki mahali hapa. Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya siku ya leo Bwana. Asante kwa ajili ya kuhani na mtumishi wako uliyemweka mahali hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa ajili ya watendakazi wote wa Gideon Online Bwana. Asante Yesu kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo. Asante kwa ndugu mtazamaji wa Gideon Online. Baba, ninakushukuru tunapoenda kulitafakari na kulisikiliza neno lako Bwana. Ninaomba mfalme wa amani, funua fahamu zetu Bwana, tukapate kulielewa neno lako. Na mimi mtumishi wako niko mahali hapa Bwana. Ninaomba mfalme unitumie kama upendavyo. Mimi ni chombo tu. Mimi nipungue, wewe uongezeke Bwana. Ukanene sawa sawa na neno lako mfalme. Ni katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen, amshangilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu ndugu mtazamaji wa channel ya Gideon Online kwa ajili ya tafakari yetu ya neno siku ya leo. Leo ujumbe wa siku ya leo tunaenda kutafakari kwa habari ya magonjwa yanayosababishwa na jeraha za moyo. Ni siku njema tena Mungu ametujalia, tunaendelea na tafakari yetu ya neno kwa habari ya moyo. Kwa hiyo siku ya leo tunaendelea kujifunza magonjwa yanayosababishwa na jeraha za moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kujifunza siku ya leo. Neno letu tunalipata kwenye kitabu cha Mithali 14 mstari wa 30. Magonjwa yanayosababishwa na jeraha za moyo. Mithali 14 mstari wa 30. Biblia inasema moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tulijifunza kwamba moyo ni kiungo katika mwili wa mwanadamu, na moyo unashughulika na kupampu damu. Kwa hiyo tunaona katika Biblia kabisa inasema hapa moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo usipokuwa mzima, unaona kabisa inasababisha ubovu wa mifupa. Unasikia mtu anasema mimi Bwana, mimi naumwa mifupa, siwezi. Kwa sababu gani? Neno linasema kwamba moyo ulio mzima, moyo wako unatakiwa uwe mzima. Usiweke kitu ndani ya moyo wako. Kitu kinachotakiwa kukaa ndani ya moyo wako ni Yesu peke yake. Akae ndani ya moyo wako, autawale moyo wako. Na ndio maana neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Moyo ulio msafi, moyo mweupe ni uhai wa mwili. Kumbe moyo ukiwa mzima na mwili wako unakuwa hai. Bali moyo wako ukiwa umejeruhiwa tu, unaona mtu anapata na ugonjwa unaitwa ubovu wa mifupa. Na tatizo hili limewapata watu wengi, wana ubovu wa mifupa. Nini chanzo? Jeraha zilizosababishwa kwamba moyo umejeruhiwa, moyo ukajaa, moyo ukapata kovu, unasababisha kwamba ubovu wa mifupa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jeraha moja wapo linaposababishwa ndani ya moyo wako, mtu wa Mungu, ugonjwa unaopatwa ni ubovu wa mifupa. Amina. Tunaingia namba 2, vidonda vya tumbo. Moyo unapokuwa umejeruhiwa unasababisha vidonda vya tumbo. Kwa kivipi? Tupate katika Biblia. Fungua kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu 34 mstari wa 6. Neno la Bwana linasema, nijapokuwa mwenye haki nimehesabiwa kuwa mwongo, jeraha yangu haiponyeki nijapokuwa sina makosa. Huyu ni Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwa habari ya Ayubu. Alipita kwenye changamoto nzito, alipita kwenye mapito, lakini Biblia hapa inasema nijapokuwa mwenye haki. Biblia inasema kwamba Ayubu alikuwa ni mtu mwenye haki, lakini anaendelea kusema hapa nimehesabiwa kuwa mwongo. Tunajifunza nini hapa mtu wa Mungu? Unaposingiziwa jambo lolote lile ambalo hukulitenda, moyo unajeruhika. Haleluya watu wa Mungu. Na ile jeraha inaendelea kusababisha kwamba unakuwa na vidonda vya tumbo. Pale unapowaza ni nini? Kwa nini nifanyiwe hivi? Kwa nini nitendewe hivi? Kwa nini? Imesababishwa na nini? Yale maswali unayojiuliza, unakaa unawaza,
mtu wa Mungu, inasababisha vidonda vya tumbo. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba moyo unapojeruhiwa unasababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni vyema kabisa, mtu wa Mungu, linapokupata jaribu au tatizo, achilia huko kwa Mungu, usiliweke ndani ya moyo wako. Moyo wako uwe msafi ili kuepuka nini? Vidonda vya tumbo. Watu wengi wana vidonda vya tumbo, watu wengi wanaenda hospitalini, lakini hawajui nini. Ukiwauliza chanzo, anasema ni mawazo. Ni kweli, mawazo yanasababisha kuwa mtu anakuwa na vidonda vya tumbo. Haya mawazo yanatokea kwa sababu nini? Jeraha ndani ya moyo. Mtu wa Mungu, epuka kuwa na mawazo ndani ya moyo wako, yaachilie mbali, weka huo mzigo, mtwike Yesu. Amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hebu mtwike hiyo Mungu fadhaa yako, na wewe utakuwa salama. Jeraha la tatu anasema kukongoroka uso au uso kuzeeka. Haleluya, watu wa Mungu, moyo unapojeruhika. Mithali 15 mstari wa 13. Kitabu cha Mithali 15 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema, moyo wa furaha uchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Haleluya kanisa, moyo ulio na furaha. Kumbe ndani ya moyo wako, ndio maana katika ile wa Filipi 4:4 anasema furahini katika Bwana, na tena nasema furahini. Moyo wako unatakiwa uwe na furaha. Hapa anasema moyo wa furaha uchangamsha uso. Moyo wako unapokuwa na furaha ndani, hadi uso unaonekana kwamba huyu mtu ana furaha. Lakini moyo wako ukijeruhika ndani, mtu kabisa unaona huyu mtu ana huzuni. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kubali furaha ndani ya moyo wako. Moyo wako uwe na furaha, utawale ndani ya moyo wako. Ndipo hapo unapokuwa na changamko la moyo, changamko la uso. Neno la Mungu linasema, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Roho yako inainama. Kwa nini moyo wako uiname? Ni kwa sababu nini? Umeweka vitu ndani ya moyo wako. Mtu wa Mungu, kuepuka hili, tafuta kuwa na furaha. Furahini katika Bwana, na tena nasema furahini. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kupitia neno la siku ya leo, furahi katika Bwana. Jaza furaha ndani ya moyo wako. Tafuta kwa gharama yoyote kuwa na furaha ndani ya moyo wako. Tatizo liko hapa, lakini mtu wa Mungu, tafuta kuwa na furaha ndani ya moyo wako, ili uponye maisha yako, ili uwe na changamko la uso, ili mwili wako uwe unachangamka. Usikubali moyo wako uiname kwa kukosa furaha. Namba 4, kusagika mifupa. Angalia ugonjwa wa kusagika mifupa. Unasimama, unasikia miguu kwenye magoti inalia, kwenye mikono ukifanya hivi inalia. Nini? Jeraha za moyo zimekusababisha mtu wa Mungu mifupa kusagika. Na tatizo hili watu wengi wanalo, wanaenda hospitalini, lakini chanzo kabisa, mtu wa Mungu, ni nini? Ni moyo uliyejeruhika unaosababisha mifupa yako kusagika. Tusome katika Biblia Mithali 17. Kitabu cha Mithali 17 mstari wa 22. Mithali 17 mstari wa 22, Biblia inasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Mshangilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Kumbe moyo wako ukichangamka ni dawa, ni uponyaji. Moyo wako unatakiwa uchangamke. Uchangamke kivipi? Uwe na furaha. Changamoto zipo, majaribu yapo, lakini mtu wa Mungu, tafuta kwa namna yoyote kuwa na furaha ndani ya moyo wako. Ili nini? Kulinda magonjwa yanayosababisha na jeraha za moyo. Hapa anasema, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Moyo wako unapopondeka, unapondeka kwa sababu nini? Moyo wako umejaa. Haleluya, watu wa Mungu. Ukianza kule mwanzo tulipoanza kuhusiana na swala la moyo, tulianza kusoma dalili. Moyo uliojeruhiwa unakuaje? Nini cha kufanya sasa? Mtu wa Mungu, moyo uliochangamka ni dawa njema. Jaza furaha ndani ya moyo wako. Jaza neno la Mungu. Muombe Mungu, atakusaidia
ili moyo wako uchangamke na iwe ni dawa nzuri. Changamko katika moyo, changamko katika mwili, kila eneo la maisha yako. Bali moyo uliojaa husababisha mifupa yako kukausha. Ilo tatizo ulilokuwa nalo, mtu wa Mungu, hebu peleleza, chunguza nini chanzo cha mifupa yako kulia kwenye mikono au miguu. Nini chanzo? Utakuta kabisa ni jeraha zilizosababishwa ndani ya moyo wako zimekuletea kuwa na huo ugonjwa. Amina kanisa. Mshangilie Bwana. Ugonjwa mwingine ni uzito wa mwili. Mwili kuwa mzito. Tusome katika kitabu cha Mithali 12 mstari wa 25. Mithali 12 mstari wa 25. Neno la Bwana linasema, uzito katika moyo wa mtu huinamisha, bali neno jema hufurahisha. Shangilie Bwana. Haleluya kanisa. Ugonjwa unaopata watu wengi, uzito wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, hakika ni kweli, moyo unapokuwa umejaa, moyo unakuwa umejaa kiasi kwamba mtu wa Mungu huwezi kufanya jambo lolote. Huo moyo unapojaza, yamkini umejaza watu, hutaki kusamehe. Umemjaza Amina, amekuhuzunisha au amekukera kwenye jambo fulani. Umejaza Hamisi, yamkini alikufanyia jambo lisilopendeza. Umejaza Rozi, umemjaza huyu, umejaza watu tuseme 100 kwenye moyo wako. Ni lazima huo moyo uelemewe. Haleluya kanisa. Usikubali kujaza. Umejaza watoto. Sasa mtu wa Mungu, umejaza biashara yako. Je, huo moyo utapona? Biblia inasema hapa, uzito katika moyo wa mtu huinamisha. Ina maana kwamba moyo wako ukijaa, ni lazima utainamisha. Na Biblia inasema, bali neno jema hufurahisha. Mtu wa Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu kuepuka magonjwa haya yanayosababisha na jeraha za moyo. Moyo wako uwe safi. Mweke Yesu ndani ya moyo wako. Haleluya kanisa. Mkubali Yesu aingie ndani yako ili akusaidie. Wewe huwezi peke yako, lakini Yesu anapokuwa ndani yako atakuwezesha, atakusaidia. Nini changamoto tulizokuwa nazo katika maisha haya yamesababisha magonjwa haya? Ni watu wengi wanaumwa, ni watu wengi wamedhoofika miili, watu wengi wana uzito mkubwa. Nini? Hebu hilo jambo lilokuwa nalo mkabidhi Yesu, naye atakusaidia. Mtu wa Mungu, hizi ni pointi 5 ambazo tumejifunza kwa habari ya magonjwa yanayosababishwa na moyo. Mtu wa Mungu, ninakusihi mtu wa Mungu, endelea kumng'ang'ania Yesu. Yesu ndio jawabu la mambo yote. Yesu ndio atakaye kusaidia. Kadri muda utakavyoendelea, tutaendelea kujifunza nini tiba, tutatibuje hii mioyo iliyojeruhiwa, nini cha kufanya, tutasaidiwa na nani ili tuweze kuponya mioyo yetu. Hilo ndilo neno la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu wa Mungu, naomba usimame hapo tulipo, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Bwana Yesu, ninaomba utusaidie kupitia neno hili. Ninaomba rehema Bwana. Yamkini haya yote yametokea kwa sababu Mungu tumejaza vitu ndani ya moyo wetu, hatutaki kusamehe wala kuachilia. Lakini siku ya leo Baba, kupitia neno hili ninaomba achilia rehema Bwana, utusamehe, utupe neema yako. Roho Mtakatifu, ninaomba utusaidie, maana wewe ni msaidizi na mwalimu. Ninaomba utusaidie tuweze kusamehe na kuachilia, ili tuweze kuponywa na magonjwa haya Baba. Ninaomba Mungu wa mbingu na nchi, kupitia neno hili Bwana, utuponye sasa mioyo yetu, utuponye nafsi zetu, utuponye maisha yetu, hata miili yetu Bwana imekuwa migonjwa kwa sababu tumeyashikilia haya. Tupe tena neema na msaada na nguvu ili tuweze kuyazingatia haya. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amshangilie Bwana. Asante Yesu. Mshangilie Bwana. Asante Yesu.